Mlango wa 24. Katika siku zake akakwea Nebukadreza mfalme wa Babeli, na Yehoyakimu akawa mtumishi wake muda wa miaka 3. Kisha akageuka akamwasi. Naye Bwana akatuma juu yake vikosi vya Wakaldayo na vikosi vya Washami na vikosi vya Wamoabi na vikosi vya wana wa Amoni, akawatuma juu ya Yuda ili kuiharibu, sawasawa na neno la Bwana alilolinena kwa mkono wa watumishi wake manabii. Hakika kwa amri ya Bwana mambo hayo yalimpata Yuda, ili waondoshwe kutoka machoni pake kwa sababu ya dhambi zake Manase, kadiri ya yote aliyoyafanya, tena kwa ajili ya damu zisizo na hatia alizozimwaga. Kwani aliujaza Yerusalemu damu zisizo na hatia, wala Bwana hakukubali kusamehe. Basi mambo yote ya Yehoyakimu yaliyosalia na yote aliyoyafanya, je, hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Yuda? Yehoyakimu akalala na babaze, na mwanawe Yekonia akatawala mahali pake. Basi mfalme wa Misri hakuja tena kutoka nchi yake, kwa kuwa mfalme wa Babeli alikuwa amemnyang'anya nchi, tangu kijito cha Misri mpaka mto wa Frati, yote aliyokuwa nayo mfalme wa Misri. Yekonia alikuwa na umri wa miaka 18 alipoanza kutawala, akatawala miezi 3 katika Yerusalemu. Na jina la mama yake aliitwa Nehushta binti Elnathani wa Yerusalemu. Akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, mfano wa yote aliyoyafanya baba yake. Wakati ule watumishi wa Nebukadreza mfalme wa Babeli wakakwea kwenda Yerusalemu, na mji ukahusuriwa. Na Nebukadreza mfalme wa Babeli akaufikilia huo mji hapo watumishi wake walipokuwa wakiuhusuru. Na Yekonia mfalme wa Yuda akatoka akamwendea mfalme wa Babeli, yeye na mama yake na watumishi wake na wakuu wa watu wake na maakida wake. Mfalme wa Babeli akamchukua mateka katika mwaka wa 8 wa kutawala kwake. Akatoa huko hazina zote za nyumba ya Bwana na hazina za nyumba ya mfalme, akavikatakata vyombo vyote vya dhahabu ambavyo Sulemani mfalme wa Israeli alivifanya katika hekalu la Bwana, kama Bwana alivyosema. Akawachukua mateka watu wa Yerusalemu wote pia, na wakuu wote na mashujaa wote, watu 10,000, na mafundi wote na wafua chuma wote. Hapana mtu aliyebaki, ila waliokuwa wanyonge wa watu wa nchi. Akamchukua Yekonia mpaka Babeli, na mama yake mfalme na wake zake mfalme na maakida wake na wakuu wa nchi aliwachukua mateka toka Yerusalemu mpaka Babeli, na mashujaa wote watu 7,000, na mafundi na wafua chuma 1,000, wote pia wenye nguvu, tayari kwa vita. Hao wote mfalme wa Babeli aliwachukua mateka mpaka Babeli. Mfalme wa Babeli akamtawaza Matania ndugu ya baba yake awe mfalme badala yake, akabadili jina lake, akamwita Sedekia. Sedekia alikuwa na umri wa miaka 21 alipoanza kutawala, akatawala miaka 11 katika Yerusalemu. Na jina la mamaye aliitwa Hamutali binti Yeremia wa Libna. Akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, sawasawa na yote aliyoyafanya Yehoyakimu. Maana kwa sababu ya hasira ya Bwana mambo hayo yalitokea katika Yerusalemu na katika Yuda, hata alipokuwa amewaondosha wasiwe mbele ya uso wake. Naye Sedekia akamwasi mfalme wa Babeli.